namna ambavyo tulizungumza awali ya kwamba phlegmatic anafananishwa na kitu kimoja ambacho kinajulikana kama maji. Kwa sababu gani? Maji huwa yana utulivu, lakini endapo yakichachamaa, endapo maji ukiyavuruga kwa asilimia kubwa sana, endapo katika bahari ukiwepo na upepo mkali, yale maji yanaweza kusababisha maafa makubwa sana. Lakini ukiangalia sanguine wamefananishwa na hewa, wamefananishwa na upepo, kwa sababu ni watu ambao wanapendelea sana mambo mengi, wanapendelea sana heka hahuku huku na huku, wanapenda kuchangamana na watu wa asilimia kubwa sana, mara yupo hapa, mara yupo hapa. Huyu anafananishwa na upepo. Ukiangalia melancholy hawa wapendwa, wenyewe wamefananishwa na ardhi, kwa sababu ni watu ambao endapo ukiwaumiza, wana uwezo wa kuhifadhi mambo yao moyoni mwao pasipo kukutambulisha jambo lolote ambalo limemkumba katika maisha yake. Lakini vile vile ukitazama kuna choleric ni watu ambao wanafananishwa na moto. Kwa nini kama moto? Ni kwa sababu ni watu ambao ni wakali sana, ni watu ambao ukiwachokoza kwa muda wowote wana uwezo kufanyia jambo ambalo ni kubwa sana, anaweza akakuatia juu kwa juu kulingana na kundi lilonalo. Kwa hiyo nimekuja mbele yako siku ya leo mpendwa, nimekuja kwa ajili ya kutambulisha kwamba katika maisha yako, ili uweze kufanikiwa, kuna haja ya msingi sana kuweza kujitambua wewe nani katika maisha yako. Katika maisha yetu tunatambua kuna makundi manne ya watu. Kuna hiyo choleric, kuna phlegmatic, kuna melancholy, kuna sanguine. But haya makundi ambayo umeyafahamu, ambayo ni basic makundi manne, si hayo tu manne, kuna takriban ya makundi 16. Je, unatambua hilo? Ukisikia ni sanguine, kuna sanguine pure, kuna sanguine choleric, kuna sanguine melancholy, kuna sanguine phlegmatic. Wote hawa ni sama sanguine, lakini pia kuna sanguine kuna melancholy pure, kuna melancholy phlegmatic, kuna melancholy choleric, kuna sanguine. Kila kundi katika makundi 16 yote yana tabia zake tofauti kabisa. Kila mmoja unasikia ni sanguine pure, ni tofauti na sanguine choleric, ni tofauti na sanguine melancholy, ni tofauti na sanguine phlegmatic. Sasa nimekuja mbele kwa ajili ya kuwatia moyo kwamba kuna kitabu maalum rafiki zangu. Kitabu hiki kimeandikwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Daniel Sesera. Huyu mpendwa amebarikiwa kuwa na karama ya pekee sana. Ni mwanasaikolojia mmoja ambaye amechipukia zaidi katika engo ya saikolojia. Ameandaa kitabu chake kinaitwa Saikolojia ya Watu na Mahusiano. Saikolojia ya Watu na Mahusiano. Katika kitabu hiki ukikisoma, moja, utajijua wewe ni nani, kundi lako. Kwa nini nazungumzia kundi lako? Ni kwa sababu gani? Katika lile kundi, kila mwanadamu Mungu amemuumbia tabia zake. Kila kitu Mungu amemtengenezea kuwa na content zake maalum ndani yake. Amempatia haiba tofauti na mtu mwingine. Ukifahamu katika kitabu hiki ukipata, itakusaidia kuweza kutambua ya kwamba wewe personality yako, haiba yako ni ipi. Utatambua ya kwamba je, lugha yangu ya moyo katika kundi lako ni ipi. Utatambua kitu gani kingine kuendana katika ndoa. Je, wewe ni sanguine phlegmatic, unaweza kuoana na watu makundi yapi? Maana huwezi kuepuka na kila moja katika kundi ambalo uko nalo kuingia kwenye marriage. Kuna makundi maalum ambayo yanaweza kukusaidia. Katika kitabu hiki utafahamu nguvu ya pekee. Je, huyu ambaye ni sanguine phlegmatic, huyu ambaye ni melancholy choleric, huyu ambaye ni melancholy pure au choleric pure, je, ana nguvu gani ya pekee ndani yake tofauti na makundi mengine? Lakini pia kuna kitu utajifunza, uvaaji na muonekano. Unaweza kumuona huyu mbona anapendelea sana kuvaa usilipite mokozi, piga zake gauni juu mpaka chini, kichwani ya suti. Huyu mbona binti anapenda sana kuvaa simple, hapendi kuvaa chumini ya wokovu. Kwa nini huyu binti anapenda kuvaa hivi? Ni kwa sababu ana personality yake au ana haiba yake ndani yake ambayo ni tofauti na watu wengine. Ukipata kitabu hiki kitakuokoa kufahamu haya mambo. Jambo lingine, utatambua mazungumzo anayopendelea. Je, huyu mtu anapendelea mazungumzo gani? Kuna wale ambao wanapendelea mazungumzo ambayo ni ya kimkakati, mazungumzo ambayo yanaweza kumsaidia katika maisha yake, mazungumzo ambayo yanaweza kumuokoa na kumsaidia. Kuna wengine hawapendi matani, anapenda kunyooka. Huyo ni kutokana na personality yake. Jambo la mwisho napenda kumalizia, mwitikio wakati wanaoishi. Je, ni kazi gani ambazo anapendelea kufanya? Utatambua ya kwamba kumbe mimi ni sanguine, ndio maana napenda kuwa mwandishi wa habari. Kumbe mimi ni sanguine phlegmatic, kumbe ndio maana napenda sana kufanya kazi ya kuwa mwanasaikolojia, kuwa counselor. Napenda kuwashauri sana watu, napenda sana kuwapatia watu msaada, ninaonea watu huruma. Kwa nini? Ukisoma kitabu hiki rafiki yangu, kitabu hiki kitakusaidia. Kina bei ndogo sana, ni shilingi 30 tu, lakini kinakuokoa wewe ubongo wako. Unajitambua wewe ni nani, unamtambua mwenzi wako ambaye nakustahili katika maisha yako yupo kwenye kundi lipi, na utafahamu sifa zote ulizonazo katika maisha yako. Jitambue, jijue ili ufanikiwe. Kitabu cha pekee, Saikolojia ya Watu na Mahusiano. Naitwa Mwinjilisti John Zakaria Petro, miongoni mwa counselor ambaye anahusika na masuala ya saikolojia kwenye engo ya mahusiano na maisha ya halisia. Bwana akubariki sana.